Habari, naitwa Ben. Karibu katika channel ya Ben Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Katika somo letu la leo nitaeleza namna gani unaweza kutumia mboga za majani kama vitamini za asili kwa ajili ya kuku. Na somo hili linalenga sana kwa wale wanaotaka kutengeneza vitamini za asili kwa ajili ya vifaranga, kwa sababu unapokuwa na vifaranga ambao wako chini ya umri wa wiki 2 au wiki 1, ni vyema kuwapatia vitamini kwa sana. Lakini vitamini za dukani, kutokana na kwamba bei kubwa, unaweza kufanya ukawapatia, kuna muda unapatia vitamini za dukani na muda mwingine ukatumia mboga hizi za majani kwa ajili ya vitamini, kwa ajili ya kuboresha kinga za mwili. Sasa leo mimi na mboga hii ya majani ambayo ni mboga ya maboga, kila mmoja nadhani anaifahamu. Nataka nionyeshe process unaweza kufanya ni kuiandaa ili utumie kama chanzo cha vitamini kwa vifaranga. Na hapa vifaranga ambao tunawalenga ni wale ambao wako chini ya umri wa wiki 3. Yaani mfano vifaranga wiki 1, wiki 2, unaweza kutumia majani au mboga za majani nyingine kama chanzo cha vitamini. Pia na zile za dukani utazitumia, lakini leo tupo kwa ajili ya kutengeneza vitamini za asili. Sasa hizi mboga, hatua ya kwanza unataka kufanya ni kuziosha. Utakuwa umeziosha kama mimi hapo, zimeshaoshwa. Na baada ya kuwa umeziosha vizuri, ndipo hatua nyingine inafuata. Sasa hapa tunaendelea na hatua inafuata ambayo mimi nitatumia blender, lakini kama huna blender kwa ajili ya kufanya hii hatua, utatumia kinu pamoja na mtwangio kwa ajili ya kuisaga mboga hii. Mimi nitatumia blender kwa sababu blender ipo. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nitaikatakata ili iwe rahisi kufanya ni kuisaga kwenye hiyo blender. Baada ya kuwa nimekatakata, nitaikata, then baada ya kuwa nimekatakata, nitaongezea kiwango kidogo cha maji. Kwa hiyo nitachukua maji hayo hapo, nitayamiminia humo ili iwe rahisi kufanya ni kuisaga. Nitaimiminia humo kwa ajili ya kuwa rahisi kusaga. Hapo ninaisaga mboga yangu. Lakini wewe process hii kama hauna blender, basi nadhani utakuwa na kinu pamoja na mtwangio au mortar and pestle kwa ajili ya kusaga. Utaisaga kama ninavyosaga mimi, then ili uweze kuitumia katika hatua zinazofuata. Hapa nimekumbuka nakwambia, tunajifunza namna gani unaweza kutumia mboga za majani kama vitamini kwa ajili ya kuwapatia vifaranga, kwa sababu hatuwezi kuwapatia majani yakiwa mazima mazima, ndio maana tunafanya hivi. Kwa hiyo hapa naongezea maji ili iwe rahisi kufanya ni kuchuja, kwa sababu hatua inayofuata baada ya kusaga nachuja. Kuna hii chujio yangu hapo nataka nitumie kwenye kuchuja. Nitaichuja kama hivyo. Kama kulikuwa kuna nyingine ya ziada, basi nitaendelea na process za kuitengeneza nyingine, kuiblend nyingine, ili kumaliza kiwango chote ambacho nitakuwa nimekiandaa. Nitachukua na nyingine iliyobaki kwa ajili ya kufanya kuiblend nayo, ili niweze kufanya ni kuiandaa kwa ajili ya matumizi ya kuku wangu.
Sasa kwa nini tunafanya hivi? Nimesema tunafanya hivi kwa lengo la kuwapatia vifaranga wadogo, kwa sababu vifaranga wadogo hawana uwezo wa kudonoa hayo majani na kuyameza kama yalivyo. Ndio maana tunawarahisishia kwa kufanya hivi, kuisaga hii mboga na kuchanganya na maji ya kunywa, ili maji ya kunywa ambayo tumechanganya na hiyo tuweze kuwapatia wanywe, waweze kupata vitamini. Faida za kuwalisha kuku maji yenye vitamini ambazo zimetokana na nini? Na mboga za majani. Kwanza kabisa, kuboresha kinga za miili. Pia kwenye hizi mboga kuna madini chuma pamoja na madini ya calcium kwa ajili ya kuimarisha mifupa kwa kuku wako. Kwa hiyo ukiwa na tabia za kuwapatia hizi mboga za majani hata kwa mfumo huu, basi utasaidia kabisa kuhakikisha kuku wako wanapata madini ya kutosha, vitamini za kutosha kwa ajili ya kuboresha miili ya kuku wako. Na pia faida nyingine, hupunguza gharama za nini? Za manunuzi ya vitamini za dukani za mara kwa mara. Kwamba ukiwa unawapatia hivi, ina maana matumizi ya vitamini za dukani yatafanya nini? Yatapungua. Kama yatapungua, ina maana hapo umesevu hela na kuongeza faida, kwa sababu kama gharama za matibabu zitakuwa zimeshuka, ina maana faida itakuwa kubwa baada ya kuwauza hao kuku. Fanya hivi kwa faida yako, ili kuku wako waweze kupata vitamini za kutosha za asili, pamoja na ukichanganya na zile vitamini za dukani, basi magonjwa utakuwa umepunguza kiasi kikubwa cha magonjwa bandani kwako. Haijalishi ni kwa vifaranga au kwa kuku wakubwa, utakuwa umepunguza kwa kiwango kikubwa. Sasa baada ya kuwa umeiandaa hivyo kuna hii kitu hii hapa kama makapi. Hii pia unaweza ukawapatia vifaranga wako na wakala, lakini kwa kuwa mwanzoni watakuwa hawajazoea, basi utakachokifanya ili uweze kuwapatia, utaiweka hii kwenye vile vyombo vya chakula, pia utanyunyizia juu chakula ambacho wamekizoea, wanakifahamu vizuri. Watakapokuwa nakula kile chakula ambacho kipo juu, basi lazima wataanza kula na hiyo. Utakuwa unafanya hivyo. Ukifanya kwa mara zaidi ya 3, basi watajikuta wamezoea, watakuwa wanakula hiyo bila shida. Na itafika kipindi kwamba ukiwapatia yenyewe kama yenyewe, kwa sababu watakuwa tayari wanakifahamu kwamba nacho ni chakula, watakuwa wanakula, kwa sababu kuna vitamini zingine zimebaki humo. Sasa kwenye mchanganyiko wetu, baada ya kuwa tumetengeneza pale, tunaruhusiwa kuongeza kiwango cha maji. Kama mimi nilikuwa nimetumia gramu 180 ya ile mboga za majani. Kwa hiyo maji ambayo unaweka hapa ni maji lita 6. Japo nilikuwa hata ukiweka maji zaidi ya lita 6, ina maana kiwango cha vitamini kitakuwa kidogo, ila mimi nimeweka naweka maji lita 6. Kwa kuwa wewe utakuwa labda upo na kuku wengi, ina maana kwa hiyo mboga utabidi uandae mboga nyingi na maji uweke mengi zaidi. Sasa baada ya kutengeneza hivi, ina maana hapa naweza mfanye nikasubiri kuku wangu wafanya nini? Yaani naweza nikafanya nini? Nikaitengeneza hii jioni kwa ajili ya kuwapatia kuku wanywe maji kuanzia asubuhi siku inayofuata hadi jioni. Kumbuka unapotengeneza hii, hakikisha wanaitumia ndani ya masaa 24 toka itengenezwe. Baada ya hapo haifai, inatakiwa imwagwe itengenezwe mpya. Ina maana kama nitatengeneza jioni, basi asubuhi nitawapatia vifaranga wangu, watakunywa hadi jioni, iliyobaki na mwaga, natengeneza nyingine kwa ajili ya siku inayofuata. Au naamua natengeneza asubuhi, kama mfano na vifaranga ambao bado ni wadogo chini ya wiki moja wanaokula masaa 24, basi naweza nikatengeneza asubuhi nikawekea kwenye vyombo vya maji, wakanywa hayo maji hadi isizidishe masaa 24 toka imetengenezwa hadi inapotumika. Kumbuka, hii ni muhimu sana kwa kuku, kwa sababu tumesema ina vitamini za kutosha, madini ya kutosha ambayo ni muhimu sana kwa kuku. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe ulipo chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tupate nguvu na moyo wa kuendelea kutoa video za mafunzo
ili muendelee kujifunza zaidi. Kama una swali, andika kwenye comment hapo, mimi nitajibu. Like video hii, pia share link ya video hii ili na wengine waweze kujifunza kupitia video hii. Asante kwa kunisikiliza. Somo litakalofuata nitaelekeza namna gani utaandaa aloe vera kwa ajili ya kufanya kuwapatia kuku kutibu magonjwa, na nitataja magonjwa gani yanayotibu kwa aloe vera. Kwa hiyo kama ndo mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa ili somo litakalofuata usilikose. Asante.